katikati yetu na miongoni mwetu. Washa sifa sote, heshima na utukufu wote umrudie, kwa sababu yeye ni Mungu na ni Mungu mkubwa. Amen and amen. Haleluya. Niko na dakika 20. Nataka kulirejelea neno ambalo walikuwa wametuzungumzia nalo jana katika kitabu cha Mathayo. Tulisoma Mathayo 5:1-4, lakini hatungeweza kuendelea kutoka pale. Washa leo niteremshe kidogo mpaka pale aya ya 8 na tukaweze kumwashia yeye asiyeshindwa aendelee kufanya kazi ndani ya maisha yako. Ninajua kunayo mengi. Haleluya. Haleluya. Anaipua mambo makubwa sana katikati yetu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo 5 aya yake ya 5 inasema ya kwamba heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Mathayo 5 aya yake ya 5, heri wenye upole kwa sababu watarithi nchi. Praise the name of the Lord. Wacha nikuambie kunayo mengi ambayo Bwana ameyaweka katika hii nchi, lakini ndiposa wewe na mimi tuyapate, inahitaji meekness, inahitaji unyenyekevu, inahitaji unyenyekevu wa mioyo yetu, ili Bwana atuaminie, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba tukiwa wanyenyekevu Bwana ataweza kutuaminia. Atatuaminia nini? Atatuaminia vitu zake hapa duniani, atatuaminia hazina zake hapa duniani, atatuaminia mambo yale ambayo ni makuu hapa duniani. Wakati tunagundua wewe ni mwaminifu, tunakuaminianga hata kazi zetu, tunakuaminia hata biashara zetu, tunakuaminia hata fedha zetu, tunakuaminia hata zile zinaitwa treasury, zile ambazo ni vibeti vyetu ambapo tunaweka fedha. Hivyo ndivyo naye Bwana anasema wale wanaitwa wanyenyekevu nao wataweza hata kurithi nchi. Ni kwa sababu mema ya nchi ambayo alisema ya kwamba mkikaa vyema mtakula mema ya nchi yatakuwa juu ya maisha yetu. Aya yake ya 6 inasema ya kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Wale walio na kiu na njaa ya haki, wale ambao wanaona kiu wakati wanaona ya kwamba mambo hayaendi vizuri, wanataka mambo yaende vizuri. Wale ambao wanaona ya kwamba wakati hakuna amani, wangetaka kuwe na amani. Wale ambao wanakaa wanaona neno la Bwana linaanza kukosekana, na wanaanza kuinua mambo ya kufanya neno la Bwana liendelee. Wale ambao wako na njaa na kiu ya kutenda haki, wale ambao wanajituma kwenda hata kuomba, kwenda kutafuta wale ambao wamefiriwa wafariji, kwenda kutafuta wale wanyonge wawainue, wale ambao wanahubiri haki, wale ambao wanahubiri upendo. Biblia inasema heri wale walio na njaa na kiu ya kutenda haki, kwa sababu watashibishwa. Oh yes. Washa uwe moja, washa nami niwe moja, kwa sababu tukiwa na njaa ya haki, ukweli ni ya kwamba hiyo haki tutafikwa, na tukishafikwa hiyo haki hatutaweza kuona aibu. Biblia inasema katika aya 7 ya kwamba Mathayo 5 aya 7 inasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Yes, heri walio na rehema, heri wale ambao wanaitwa wenye huruma, kwa maana wale ambao wanaonea wengine huruma hata wao watahurumiwa. Praise the name of our Lord Jesus. Kumbuka Bwana alituhurumia akiwa juu mbinguni, akaona hawa watu wanaangamia. Na haikukuwa rahisi, kwa sababu alikuwa anatutumania, anatuma manabii, wakati mwingine tunawaua na tunawateza na tunakosa kuwasikiliza, lakini akasema kwa sasa nitatuma mwana wangu wa pekee akatuonea huruma ili tupate huruma. Nawe ukipata kuhurumiwa, si uhurumie mwenzako jameni. Anasema heri wenye huruma,
maisha, hebu kuwa na huo moyo ambao ulikuwa na Kristo Yesu, ukahurumie mwenzako. Hata kama ni bibi pale nyumbani na wewe ni mume, muhurumie. Hata kama wewe ni bibi na uko na mume, muhurumie. Washa tuhurumiane moja kwa mwingine. Wakati mwingine tunakuwa na mategano yanafanya usione huyo mwingine kama ni mwanadamu ambaye anahitaji huruma za Bwana na huruma zako, lakini washa tuhurumiane, kwa sababu tukifanya hivyo hata nasi tutahurumiwa. Haleluya, amen. Unapopata mmoja ako katika furaha, furahi pamoja na yeye. Unapomkuta katika dhiki, kuwa na yeye katika ile dhiki. Fanya kile ambacho unaweza fanya, ni kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina la Bwana. Anasema heri wale ambao saa hii wanaonyeshana huruma kwa wengine. Hebu toa huruma hata kwa wale ambao wamefungwa, wako magerezani, hata wale ambao wako kule ni kwa ajili ya dhambi na kwa ajili ya makosa, lakini unapowahurumia, utawaombea. Hata kama hautawafikia, utaweza kunena neno kwao, ya kwamba Bwana akaweze hata kuwakumbuka na kuwahurumia na kuwatoa katika mashimo. Lakini unakuta sisi wanadamu, badala ya huruma, tunapenda kuogeleana sana. Unaweza keti chini masaa mengi sana ukiogelelea mwenzako kuliko kuchukua hata dakika chache kumuombea. Washa huruma zetu siwe kweli na siwe wasi, washa tukaweze kuhurumia wengine. Biblia inasema nasi tutaweza kuhurumiwa. Aya yake ya 8 yasema ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Haleluya, heri walio na moyo safi, kwa maana watamuona Mungu. Siri ya kuona Mungu kwa maisha yako ni moyo. Praise the name of the Lord. Yes, siri ya kuona Mungu, siri ya kukaa na Mungu kwa maisha yako inatokana na huo moyo wako, kwa sababu kile ambacho kiko kwa moyo ndicho kinakufutianga aidha kwa Mungu ama kwa muovu Shetani. Kwa hivyo wale walio na moyo safi watamuona Mungu, na kwa hivyo heri kuwa na moyo safi. Wakati huu tuko hapa duniani, washa uwe na moyo safi. Moyo safi ukiwa nao, huruma ni automatic. Moyo safi ukiwa nao, unyenyekevu ni automatic. Ukiwa na moyo safi, hata haki inaonekana. Haleluya. Lakini ukikosa moyo msafi, mambo yote yanakuwa ni kinyume ya hayo. Kwa hivyo Mungu atusaidie mchana wa leo, ili tukaweze kuwa na moyo msafi, moyo ambao haupendi malalamiko na manunguniko, moyo ambao hautafutii wengine mabaya, moyo ambao unapendana. Huo ndio Mungu anaita moyo safi, moyo ulio na imani, sio moyo wa kufuja wengine moyo. Ati ukisikia mwingine anapitia, badala ya kumwambia dada yangu, ndugu yangu, take heart because we have God in heaven, wewe ndio wa kwanza kumwambia maana odhirio karagore umenyeneke geke, maana ushokire kwanyu ukamenyeneke geke. Hapana, kuwa na wakati ulio na mtu ambaye ako na moyo safi, anakuwa na wakati wa kuambia dada na ndugu, hata kama ni mazito, kunaye Mungu. Washa tusaidiane katika maombi, washa tusaidiane katika neno, washa tusaidiane katika matalo. Haleluya, haleluya. Tuwe na moyo safi. Biblia yasema heri wenye moyo safi, kwa sababu watamuona Mungu. Tukiwa hivyo, naye Mungu anatuhurumia na anashuka ni kwa ajili ya maisha yetu. Aya 9 yasema ya kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Yes, heri wapatanishi. Wapatanishi sio wa kuchochea, wachochezi. Wapatanishi si wachochezi. Na kwa hivyo heri wakati ambao tunakuwa wapatanishi, watu walio na amani.
na amani inatokana na moyo ulio msafi. Ukiwa na moyo msafi utapata amani, na ukishapata amani wewe hauwezi ukashoshea mwenzako aende akafanye mabaya. Hautashoshea mwenzako ama hautashoshea roho yako kushukia na kufanya yale ambayo ni maovu, lakini utakuwa mpatanishi. Yes. Unajua, nimekuja kugundua ya kwamba kama wewe hauna amani kwa moyo wako, hauwezi ukapea mwingine amani. Kila wakati utakuwa unatafuta tu mabaya ya kuambukiza hata kwa wale wengine. Lakini wakati moyo wako uko na amani, yes, you can be a peacemaker. Oh, yes. And you can give others peace. Hallelujah. Ukiwa na amani utapea wengine amani. Yes. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana ili tuwe na amani ndani ya mioyo yetu, ili tupe wengine amani. Washa kuzozana na wengine, washa kuwatafuta mabaya, washa kutafuta hadithi na mambo zao. Wewe tafuta Mungu, mwambie nataka amani yangu na nataka amani ya huyu mwingine, na ni kweli na ni hakika utapata hiyo amani na utakuwa mwana wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba utakuwa mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Na kwa hivyo mchana wa leo ni vyema tuwe wa hawa ambao wanaitwa heri. Kumbuka ni Kristo Yesu alikuwa anasema ya kwamba ni mafundisho alikuwa anayatoa, ndiposa tukiwa hapa duniani tujifundishe tabia njema, tujifundishe mambo ambayo yanaitwa good characters and good behaviors, ili tukaweze kukaa pamoja na yeye. Aya yake ya 10 anasema ya kwamba heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni wao. Haleluya. Haya mambo saa zingine unaweza yasoma ukafikiria ya kwamba Bwana anasema namna gani, lakini yako kabisa right. Ni kwa sababu mwovu shetani hatakaki kuona mtu ambaye amesimama kwa njia za Mungu. Kila wakati anakutafutia maovu na mabaya, na kwa hivyo kwa sababu hatakuja akiwa shetani asimame mbele yako aanze kukusumbua, yeye huwa anatumia wanadamu wengine, na ndiposa unaambiwa kuwa mwenye amani ili ukaweze kufanya amani. Wakati shetani amekuja mbele zako, amekuja na lugha ya matusi, wewe unaweza ipindua na ukaleta amani mahali pale. Biblia inasema ya kwamba heri wewe ambao unaudhiwa saa hii ni kwa sababu ya haki. Haleluya. Washaudhiwe kwa sababu wewe unatenda haki. Ni kwa sababu haki, unapoitenda haki inakuwa ni nuru, na unajua nuru na giza hazipelekani. Kwa hivyo nuru inajaribu kurusha gumi ikisema usiniondoe hapa, lakini ni ya kwamba giza haiwezi kukaa mahali nuru iko. Na ndiposa inasema ya kwamba wewe unapokaa katika haki na uone kuna opposition, wewe simama ukijua ya kwamba Bwana aliye wa ufalme, Bwana ambao hupeana hata neema katika ufalme wake, ataashiria hiyo ufalme. Na kila wakati hata unapoudhiwa, washa kufa moyo, ambia Bwana give me the grace, nipe neema, kwa sababu anasema ya kwamba heri wanaoudhiwa kwa ajili ya haki, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wao. Neema iko katika ufalme wake. Na kwa hivyo akitupa neema tuna shida. Amen. Neema ni ya kufanya tusishindwe, na pia neema ni ya kutufanya tuseme raha kwa dhambi. Haleluya. Kwa hivyo heri wao. Usiniambie mimi nilirudi nyuma kwa sababu niliona ninaudhiwa, kwa sababu watu wetu nilipookoka waliniinukia. Hiyo ni kawaida, kwa sababu nuru ikiingia, giza inajaribu kupigana na nuru, lakini inawezwa. Kwa hivyo ukiudhiwa, simama na nguvu, ambia Bwana nataka neema, kwa sababu umesema ufalme wa mbingu ni wetu. Ndio ninataka nisimame nikiwa mwokofu mpaka siku ya mwisho. Na ukweli ni ya kwamba he will give you that grace, because anajua kuipeana bila kipimo.
kipimo, atakupa neema, utaibuka ukiwa mshindi. Hata wakati unajikuta ya kwamba ukiweka biashara na useme umeokoka, wengine wanaanza kukuinukia wakikwambia, kwani huyu Mungu wako anakaa namna gani? Hebu simama imara na ukaweze kusimama na Mungu ataonekana, kwa sababu akileta ufalme wake pale katika hiyo biashara, atatikiza falme zingine zozote, na Bwana wa mbingu atatukuka, na ufalme wa Mungu utakuwa katika hiyo biashara, naye atainua, na wewe utakuwa wa kuimba wimbo kwa Bwana ukisema, pokea sifa Bwana na heshima na utukufu. Amen. Kwa hivyo Bwana wabariki mchana wa leo. Heri wenye moyo safi, heri ambao wako na njaa na kiu ni kwa ajili ya haki na utakatifu wa Bwana. Alisema kwanza tafuta hicho kinaitwa cha haki na cha utakatifu, na haya mengine yote tutaongezewa. Kile kinafanyanga tunashindwa ni kutafuta pesa kwanza. Ati tutatafuta pesa ufalme ukuje nyuma. Wewe tafuta Bwana, haya mengine atakuongezea. Amen, amen. Haleluya. Bwana wabariki mchana wa leo. Ni kwa sababu ni mwema. Hiyo ndio alikuwa amekusudia siku ya leo. Washatue watu ambao hawatatemeshwi na majaribu inapokuja. Ni kwa sababu ako na jambo kwa ajili ya maisha yetu. Haleluya. Praise the name of the Lord. Ninaona Bwana ni mwema, na kwa hivyo nataka tuombe pamoja, ndiposa tukaweze kumwambia tunakukabidhi mioyo yetu, ili ukatuweze kutupa hii neema, nasi kila siku tunaoishi katika hii dunia tuwe hawa wanaitwa heri, ni watu walio heri. Washaukue ni wewe na ni mimi katika haya maisha, katika jina la Yesu. Amen. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, ni heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Haleluya. Ni kweli Baba, heri wanaokutumainia. Kwa sababu hizi baraka zitakuwa zao. Amen. Na hivyo ndivyo tunaomba siku hii ya leo Bwana. Ya kwamba tusaidie kukutumainia. Ili tukaweze kupata hizi baraka. Amen. Kwa sababu tayari umezitangaza. Na ukaziandika ili tusisome na tusijue. Amen. Na hata tuweze kusifahamu. Ya kwamba heri wenye jana kiu. Ni Lord. Kwa sababu ya uhaki na ufalme wako. Ni kwa sababu wao watashibishwa. Leo Bwana tuomba kushibishwa ndani ya nafsi zetu Bwana. Wale ambao wanataka wingi wa neno lako, wape ufunuo wa hili neno. Wale wanataka nguvu za maombi, Baba watwarie na nguvu kibao. Wale ambao wanahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, wajase na huo Roho Bwana, ili wapate moto wa Roho wako, waweze kutangaza injili yako kuanzia Yerusalemu hata Judea na kila mahali. Ni kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako Bwana. Kuna walio na kiu na wako na njaa, kwa sababu wanataka wokovu. Tunawaombea wokovu wako Bwana, uingie ndani ya mioyo zao, ukabadilishe nia
ukabadilishe hali, ukabadilishe sababu na visababu ambazo zinafanya wasiokoke na watoke katika dhambi na wakurudie Bwana. Tuomba unyenyekevu ndani ya kila moyo, ni kwa sababu unataka tunyenyekee ili ukaweze kuturidhisha hata Bwana utajiri wako ambao umewekeza hapa duniani, katika jina kuu la Kristo Yesu. Tuomba tuwe wenye amani ndani ya mioyo zetu Bwana, ili tuweze kupatanisha wengi katika jina kuu la Yesu. Pamoja na amani tunaombea nchi yetu, kwa sababu inahitaji amani Baba wakati kama huu. Lakini kumbuka, nchi ni sisi wanadamu ambao umetuaminia, na ndipo tunaomba amani kwa kila moyo na kila roho. Wakati huu kunazo chaguzi zinaendelea, na hata wakati tunatarajia mwaka ujao tutakuwa katika harakati za uchaguzi mkuu. Bwana, tuomba amani, amani kwa mmoja na mwingine, amani kwa viongozi, amani Bwana, washa itawale katika nchi. Ondoa Bwana mafaragano katika jina la Yesu. Tunaomba utupe mioyo safi, kwa maana tukiwa na moyo safi tutaona ule mwingine anahitaji huruma, na kwa hivyo hatutazua ghasia na hatutaleta mambo yasiyo ya haki. Bwana, tupe neema itokayo kwako, hata kushinda mwovu shetani katika jina la Yesu. Tuombea nyumba zetu amani, boma zetu amani. Ndiyo boma ambazo zimetabika, watu wamefaragana. Oh my God, tunaomba amani. Ikiza hizi boma amani, washa mkono wa heri uwe juu ya kila mmoja. Ulete amani Bwana, amani makanisani Bwana. Ondoa vita na mafaragano, watu wakipigania uongozi na utajiri, watu wakipigania fedha na mambo mengine. Ondoa Bwana Mungu wetu wa mbinguni muofu shetani aletaye mafaragano, na ukatie amani ndani ya nyumba yako, wanaowaone hifadhi katika jina la Yesu. Pe amani kazi zetu Bwana. Yes, in the mighty name of our Lord Jesus. Ondoa nguvu za giza za kutufinyiria kibiashara, za kuondoa biashara na fedha ili tuishi katika maisha ya kutabika. Ondoa Bwana nguvu za giza, washa nuru ikaweze kuingia, washa ukaweze kutuangazia, washa neema ya biashara na kazi ikaweze kurudi. Mpe yule ambaye anahitaji kazi, mtu aliye na kazi Bwana apate mshahara Bwana, arete chakula mezani, asomeshe watoto, afike nyumba yake Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Inua zile kazi zilisho chini, inua zile kazi ziliko juu katika jina la Yesu. Maisha yetu yote kwa jumla tunakukabidhi, pamoja na hii ibada ya mchana. Kwa kila mmoja Bwana, pata tunuku na nafasi ya kuhudumu katika haya madhabahu. Washa moto wako Bwana, uwake na uvume ndani ya kila moyo, ada kila moyo Bwana, ni kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako. Asante kwa kile ulitenda jana, ukatendea wengi Bwana, akiwemo Mama Kadhi Baba. Asante kwa ushuhuda mkuu, endelea kutenda mengine makuu na makubwa, na yote yarete sifa kwa utukufu wa jina lako. Tubarikisha kijiji chetu na amani na rehema na huruma na upendo, na ni katika jina kuu la Yesu tunaomba na hata kuamini. Pamoja tuseme amina. Amina. Amen kwa Bwana. Amen. Tunamsifu na kumpa Mungu utukufu. Amen. Kwa sababu ni mwema. Amen. Na